maana ya funga kwa makubaliano ya wanawachuoni kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu, maana hiyo imebeba mambo matano. Jambo la kwanza ni al-imsaku biniyati at-ta'abbudi lillahi. Jambo la kwanza ni kujizuia kwa nia ya kumwabudu Allah. Kwa hivyo ni sharti kujizuia kwako kuwe ni kwa nia ya kumwabudu Allah, isiwe ni kwa sababu ya kuupunguza mwili wako. Labda mwili wako una mafuta mengi, sasa unaona njia nzuri ya kuupunguza mwili wangu ni kujizuia na kula na kunywa na vinginevyo. Au kujizuia kwako ikawa ni kwa sababu ya kimatibabu, labda daktari amekwambia ujizuie na kula na kunywa ukajizuia, bali iwe nia yako ya kujizuia ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sehemu ya kwanza katika maana ya funga na yale ambayo yamebebwa kwenye maana hii ya funga. Jambo la kwanza ni al-imsaku bi niyati ta'abbudi lillah, ni kujizuia kwa nia ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ni kwamba yule ambaye atakayejizuia kwa nia nyingine kinyume na nia ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu, hatoambiwa amefunga, ima amejizuia kwa sababu ya fulani, au amejizuia kwa sababu ya allani, au amejizuia kwa sababu ya kuupunguza mwili, au amejizuia kwa sababu ya daktari ya kitabibu. Hatoambiwa mtu huyo amefunga kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu. Atakayeambiwa amefunga ni yule ambaye nia yake ameifunga kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nia yake ameifunga katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo limebebwa katika maana ya funga, qala an ashya'in makhsusatin, kutokana na vitu maalum. Kumbe ibada ya funga haikuzuii wewe kufanya mambo yote